Mimi kwa jina naitwa Diana Andelea Eliasi. Kwa maafa yaliyotupitia hapa, nadhani serikali walikuja wakatuona baadhi vitu vilivyoharibika na chakula ndani, serikali alitusaidia. Ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa serikali watuonea huruma. Tukapata na hifadhi, walikuwa wametaka kutuhifadhi huko na mchungaji katia hoja, katuonea huruma. Baada ya hizi siku 3 tukawa tunajihifadhi kwake karibu na mazingira ya hapa nyumbani. Tunamshukuru mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya kutusaidia, na serikali tunaomba waendelee kutusaidia kwa hali hizi tulizo nazo, kwa sababu zaidi wengine hata pa kwenda hatuna, hela ya kodi ndio hivyo, tuna familia inatusumbua sana. Wanafunzi pia bado wamekaa hapa nyumbani, tunasubiria msaada wa serikali kwa sisi walipotuahidi. Tunashukuru sana, muendelee kuwa na moyo hivyo hivyo serikali pia, na Mama Samia atie nguvu kwa haya majanga yanayotupitia sisi wananchi. Kwa majina naitwa Venus Jacob Mgogo, ni mkazi wa maeneo haya hapa Mji Mwema, kata ya Majengo. Kiufupi ni kulingana na hali iliyotokea hapa, mafuriko ya maji kweli yaliingia ndani, watu tulipoteza vitu vinginevyo vidogo vidogo, hususa upande wa chakula tulichopoteza na vyombo vidogo vidogo. Ila pia tunashukuru sana serikali, wakati maji yameingia ndani tulijaribu kupiga simu upande wa jeshi la uokoaji. Kweli jeshi la uokoaji lilifika, nakumbuka yule hapa alifika, nilimwona, tukafika naye mpaka mazingira yale pale. Walikuja katusaidia kulingana na jinsi hali tuliyopatwa ya hapa ilikuwa sio nzuri kivile. Naona walifika wakashuhudia jinsi maji yalivyojaa. Mazingira ya kukaa yalikuwa ni magumu sana. Walikuja katuambia kwamba wamepata madarasa kule sehemu ya kutupeleka, ila tuliona kwamba kwa itakuwa ni shida. Tulikuwa na baba mchungaji alitetea, kadai kwamba haina haja ya kuhangaika kuwapeleka kule, mimi nitawatunza hapa kwa kanisa langu atakaa. Wakasema sawa, haina shida, akamwomba mchungaji, wakafanya hivyo. Baada hapo akadai kwamba tawarudia. Serikali ilifanya hivyo, walirudi kwa mara ya pili tena, walirudi paka awamu 4 hivi kwa niaba yetu sisi wakiwa wanatuhangaikia. Baada hapo akatupa taarifa ya kwamba kuna msaada ambao unatoka, natakuwa tuongee na DC, yani mkuu wa mkoa. Kweli tulipata taarifa zao, akadai kwamba kuna msaada ambao utaweza kufika kwa haraka, ambao ni msaada wa chakula. Wale tuletea chakula, walileta chakula, kila mtu aliyepatwa na hali matatizo alipewa kilo 10 za unga na kilo 5 za maharage. Kwa kweli tulishukuru sana serikali, na Mama Samia pia tunamshukuru sana sana. Asante usalama, tumepita kuangalia hali ya maafa ambayo yalitokea baada ya mvua kubwa ambazo zimenyesha siku za hivi karibuni eneo hili la Msufini, lakini pia na upande wa kata hii ya Majengo ambako wananchi waliathirika na waliweza kupisha makazi haya kwa muda. Lakini kwa upande wetu serikali pia, pamoja na jitihada za kuhakikisha usalama wa wananchi, bado tuliwaletea wananchi mahitaji muhimu ambao walikuwa wameyakosa kwa muda, ikiwemo chakula. Takriban kaya 20 ziweza kufikiwa na kupelekewa kilo 10 ya unga, lakini na kilo 5 za maharagi kwa kila kaya ambazo ziliathirika kutokana na maafa haya mvua ambayo yametupata kwa siku za hivi karibuni katika wilaya yetu ya Mpanda na hususan hapa manispaa ya Mpanda. Tumie nafasi hii pia kutoa rai kwa wananchi hususan wanaoishi katika maeneo ya mabonde kuchukua tahadhari za kuondoka katika maeneo hayo katika kipindi hiki ambacho mvua bado zinaendelea kunyesha. Lakini kwa wakazi wale ambao wataendelea kurejea katika makazi yao, basi wachukue tahadhari wanaporudi kwenye makazi. Hususan wale ambao hawako kwenye maeneo ya mabonde. Kuna wengine wako kwenye maeneo ya mabonde lakini nyumba zimeathirika, aidha ukuta umeanguka au vyovyote. Kwa hiyo wachukue tahadhari za kufanya ukarabati wa kina kabla ya kurejea katika makazi hayo. Lakini kwa wananchi wetu pia wa Mpanda, tunaendelea kutoa rai kwao wanapojenga, kwa sababu hapo wengine wameathirika ambao hapo kwenye maeneo ya mabonde. Wanapojenga basi wazingatie taratibu za ujenzi ulio bora, hasa ikiwemo kuweka lenta kwa maana ya kuimarisha nyumba, ili hata tunapopata maafa kama haya ikiwemo mvua lakini na upepo mkali, basi maafa yasiwe makubwa sana. Lakini lingine kwa wananchi wa wilaya Mpanda ni kuendelea kuchukua tahadhari ya hizi mvua zinazonyesha, ikiwemo masuala ya usafi kwa ujumla, ili kuepuka maradhi yanayoweza kuambatana na mvua hizi
ikiwemo homa za matumbo na maradhi mengine kama kipindupindu. Lakini kuchukua pia kwa tahadhari kwa watoto wao katika msimu ambao wako likizo, kujua watoto wanacheza wapi na kujua watoto wako wapi, ili kuepusha watoto kwenda kwenye maeneo hatarishi ikiwemo kwenye mito, lakini na maeneo mengine ambayo yanaweza kuhatarisha usalama wa watoto wetu.